Ya mchujo kwa jinsi ambavyo utafanyika, kwanza kabisa kama utaratibu ambavyo tumeeleza hapo awali, ili mchezaji aweze kuqualify kuwa kwenye timu ya taifa ni lazima awe mwanachama hai. Lazima ajisajili, lakini pia alipie ada shilingi 20,000 ili awe mwanachama hai na aweze kupata ile sasa sifa ya kuweza kuwa mchezaji katika kikosi cha timu ya taifa, lakini pia hata kupata nafasi ya kuchagua au kuchaguliwa. Hiyo ndio kigezo, hicho ndicho kigezo cha kwanza kabisa katika kuweza kuipata timu ya taifa ya mchezo wa pool table safari hii. Wachezaji wapya wanazaliwa kila kukicha. Wachezaji ambao walikuwa hapo katika timu ya taifa wapo ambao viwango vinashuka. Hiyo ndio sababu ya kuweka mchujo, ili basi iwe ni mchakato wa wazi, ili basi isije ikatokea kwamba Machela umechaguliwa kwenye timu ya taifa then mimi nikasema kwamba kwa nini Machela amechaguliwa, lakini utakapokuwa umejiandikisha na umeshiriki katika mchakato, uwezo wako wewe mezani ndio ambao utakaoonyesha kwamba je, unakidhi kweli kuwepo katika timu ya taifa au haukidhi kuwepo katika timu ya taifa. Na hata safari zilizopita mchujo pia ulikuwa unafanyika. Utakumbuka safari iliyopita tulipoenda Afrika Kusini ulifanyika mchujo, mchezaji kama Baraka ikatokea hajaenda, mtu kama Tolu yule Antoni pia akashindwa kufanikiwa kusonga mbele. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza mchujo kufanyika. Mchujo umekuwa ukifanyika mara kwa mara, ila yawezekana tu safari hii mwamko umekuwa mkubwa kwa watu kuweza kufuatilia na kuweza kujua kwamba ni kipi kinaendelea. Au naweza nikasema kwamba habari nyingi za mchezo huu wa pool table kupitia idara yetu ya habari na mawasiliano zimekuwa zikiwafikia wengi, ndio sababu basi watu wanaweza kufikia hata stage ya kuanza kuuliza maswali. Lakini hapo awali pia mchujo ulikuwa upo, ila watu walikuwa tu hawapati taarifa za awali. Zoezi la uandikishaji linaendelea hivi sasa, lilianza Jumatatu na kwa tarehe za awali kabisa tunategemea zoezi hilo litafika tamati tarehe 17, itakuwa ni Jumapili. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndipo tutakapopanga kwamba ni lini mchujo wenyewe sasa rasmi utaweza kuanza. Na mfumo utakaotumika utatumika mfumo wa ligi, kwamba wachezaji watacheza katika mfumo wa ligi ili sasa kuweza kupata wachezaji 7 wanaume na 6 wanawake ambao wataingia katika timu ya taifa. Kuhusu gharama, kwa sasa chama hakina wadhamini. Kwa hiyo ili wewe mchezaji na wewe mwenyewe uweze kuonesha moyo kama na wewe kweli una uhitaji wa kuweza kulipigania taifa lako na kuwa mzalendo, basi tunategemea kwamba yule ambaye ana imani ya kwamba ana uwezo na anahitaji kuweza kulipigania taifa, basi ataweza kuingia gharama kwa kujigharamia yeye mwenyewe, nauli kama anatoka mkoani, lakini hata atakapokuwa pa Dar es Salaam, chakula, malazi, hivyo ni vitu ambavyo atajigharamia. Kwa sababu nikupe mfano mmoja, tunaona kuna sehemu kama ya Kiumasta amesajili wachezaji kutoka nje ya nchi, lakini wachezaji wao wenyewe ndio walionyesha effort ya kuweza kuonyesha uwezo wao mpaka wakafikiwa na kuweza kusajiliwa. Kwa hiyo hata kwa wachezaji wetu inabidi sasa waweze kutumia hii, ni platform imeweza kutangazwa, kuweza kuitumia sasa platform hii kuweza kuonyesha uwezo kwamba mimi Machela nina uwezo wa kucheza pool table katika uwezo ABCD. Kwa hiyo baada ya pale sasa ndipo itakapokuwa rahisi mtu kuweza kukushika mkono na kuweza kufikisha mbele. Weekly tournament zimekuwa zina faida kubwa, licha ya kwamba naweza nikasema kwamba nyingine huwa zinafanyika pasipo baraka ya TAPA. Kwa hiyo yawezekana kuna wengine wanafanya vizuri huko, lakini hatuwezi tukachukua yale matokeo rasmi na kuweza kuangalia kwa kuangalia vigezo rank zao, kwa sababu wengine wanafanya tu bila kutafuta vibali vya TAPA. Utaratibu upo unaelekeza kwamba unapotaka kufanya shindano unatakiwa ufuate hatua zipi. Kwa hiyo zile weekly tournament zingekuwa zinafanyika kwa kufuata utaratibu, ina maana kwamba kwetu sisi ingekuwa ni rahisi. Tungeweza kuangalia tu kwamba kwenye performance za wachezaji ambao huwa zinapatikana ni wachezaji wapi ambao wamekuwa na consistency ya kufanya vizuri. Lakini cha kusikitisha ni kwamba zipo taratibu ambazo tumeziweka, lakini wengi huwa hawazifuati. Kwa mfano, wapo ambao wanaandaa mashindano haya ya weekly tournament, lakini mashindano hayo yanakuwa hayana baraka za TAPA. Tunakuwa tunaacha tu kwa sababu ni mchezo unachezwa, basi inakuwa hivyo. Lakini kusema kwamba labda kuna ambayo tutayachukua kutoka katika mashindano yale, sana sana ni pale inapotokea migogoro ndio tutaitwa mezani kuweza kusuluhisha. Lakini kama taratibu zingekuwa zinafuatwa katika mashindano haya ya weekly tournament, basi hata katika mashindano haya ya kutafuta wachezaji watakaounda timu ya taifa, basi ingekuwa ni zoezi ambalo lingekuwa ni rahisi sana. Ambalo ningependa kueleza wale ambao wanatazama muda huu kupitia Sport TV ni waweze kujitokeza kwa wingi kuweza kujisajili, kwa sababu usajili huu si kwa wachezaji pekee, ni usajili pia hata wa wanachama. Isije ikafika sehemu kwamba unatoa maoni yako lakini wewe si mwanachama, tutashindwa kulifanyia hilo kazi, kwa sababu
kuna watu ambao watakuwa ni wanachama, wale ndio watakuwa wanapata haki ya kuweza kuhudhuria katika vikao vya chama, wanapata haki ya kuweza kutoa maoni. Hata wengine maoni yao tutasikiliza, lakini hatakuwa na nguvu kama mtu ambaye ni mwanachama, amelipia ada yake. Ina maana kwamba huyu ana mapenzi ya kweli na mchezo na ana uchungu wa kweli na mchezo, ndio maana ameweza hata kufikia hatua ya kuweza kujiandikisha kwa mwanachama na hata kulipia ada. Wewe unafahamu kwamba mpaka sasa TAPA katika mchezo wetu wa pool table hakuna mdhamini yeyote, ni watu binafsi wanajitokeza. Leo hii utaposikia Sniper wameenda Kenya kwenda kushiriki mashindano fulani, utaposikia sijui Skylight wameenda sehemu fulani kushiriki, unaposikia Q Master wameenda Afrika Kusini kwenda kushiriki, yote haya ni mtu binafsi anawiwa kwa mapenzi yake katika mchezo kama ngoja nifanye hivi. Kwa hiyo inapokuwa hali kama hiyo, ndio sababu muda mwingine unakuwa huwezi kuhoji kwamba kwa nini imekuwa hivi haijawa hivi. Hata katika timu yake kuna wachezaji kwa nini ameenda huyo hajaenda huyo, hauwezi kuhoji. Lakini kama tutakuwa na mfuko ambao utaweza kuwa na fedha kwa ajili ya chama, basi hii itaweza kusaidia hata sisi kuwa na sauti ya kuweza kuamua kwamba kwa sababu hali iko hivi tunataka tufanye ABCD. Lakini kwa hili la kutegemea wadhamini ama watu binafsi kuweza kutoa fedha ni kitu ambacho kinaturudisha nyuma sana katika mchezo wetu. Kwa hiyo jitokeze, jiandikishe, lipia shilingi 20,000 kwa mwaka, ili basi nawe uwe ni sehemu ya wale ambao wameweza kuweka mchango wao katika kuendeleza mchezo wa pool hapa nchini.